Prediger Kapitel 3 Vers 14. Mhubiri sura 3 mstari wa 14. Mhubiri sura 3 mstari wa 14. Ninajua ya kwamba yote Mungu anayofanya yatadumu milele. Haiwezekani kuongeza kitu juu yake wala kupunguza kitu. Na Mungu amefanya ili watu waogope mbele yake. Kila andiko lilivyoandikwa na Mungu na linafaa kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kukubalisha, kwa ajili ya kufundisha katika haki, ili mtu wa Mungu aweze kukamilika katika kazi njema, kulingana na Timotheo wa pili sura 3 mstari 16 na 17. Kama tunaweza kuzungumza kwa mafupi kuhusu huduma ambayo inalingana ndugu Branham, tunaweza kusema waziwazi kwamba haikukuwa ndugu Branham yeye mwenyewe, lakini kwamba aliweza kujiweka kwa upande wa Mungu kama vile chombo tu. Ni vyepesi sana kwetu sisi sote kuweza kuamini kwamba Bwana alionekana kwa Musa ndani ya nguzo ya wingu na ndani ya nguzo ya moto, na kwamba manabii walikuwa waonaji, walikuwa wakisikia sauti ya Bwana na mengineyo. Na vile vile tunaweza kusoma ndani ya Agano Jipya kwamba Bwana alionekana kwa Saulo kwenye njia ya kwenda Damasko. Hayo yote tunayamini. Hayo yote ni ya tangu zamani. Kwa kiwango hiyo haikuleta hata shida moja, na ilikuwa hivyo hivyo pia katika siku za Bwana. Watu walikuwa wakiamini Abrahamu, wakiamini Musa, lakini Bwana akasema mbele ya Abrahamu akuwe mimi niko. Yohana 8 mstari wa 15 na 8. Alitaka ili waweze kuamini yale ambayo Mungu alikuwa akifanya katika wakati wao. Na waomba muweze kuelewa mambo haya. Tangu mwanzo Mungu alitumikisha vyombo, na vyombo hivyo alivituma, akazungumuza na akatenda kupitia vyombo hivyo, naye anaomba ili tuweze kuyakubali na tuweze kuyaheshimu kwa namna hiyo. Bwana alisema kuhusu wale ambao anaotuma, mtu anayewasikia ananisikia, na yeye anayewapokea ananipokea. Luka sura 10 mstari 16 na Mathayo sura 10 mstari 14. Inahusu mwito wa ndugu Branham, mutayasikia ninyi wenyewe hapa sasa hivi. Anasema kwamba kumbukumbu ya kwanza ambayo iliyokuwa ndani ya maisha yake ilikuwa ni maono. Alikuwa akiona maono kwa umri wa miaka 3, miaka 5, miaka 7, miaka 12, maisha yake yote. Wakati wote angeweza kukumbuka, Mungu alikuwa akimwonyesha maono. Kwa kweli alikuwa, kama vile tunaweza kuyasema kwa namna hii, alikuwa ametayarishwa na Mungu kama vile nabii tangu tumbo ya mama yake. Juu ya maneno haya nasoma Yeremia sura 1. Yeremia sura 1 mstari wa 4. Yeremia sura 1 mstari wa 4. Neno la Bwana lilikuja kwangu kusema, ilipokuwa sija kuumba bado katika tumbo nilikujua, na ilipokuwa haujatoka bado tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii la mataifa. Hayo ni maamuzi ya kiungu ambayo tunapaswa kuheshimu kwa ujao. Tuliyasoma yale ambayo Mungu anayofanya inadumu milele na milele. Hawezi kuongeza kitu juu yake au kupunguza kitu juu yake. Wakati Bwana wetu alipokuwa hapa duniani, alitimiza huduma yake katikati ya taifa la Israeli,
na pia katikati ya Wasamaria, na aliweza kuonyesha pia alama ya unabii ya Masia kama vile muonaji ambaye alikuwa akifunuliwa mawazo ya mioyo, maisha ya watu, maisha yao yote na hali yao yote. Nitaka kuweza kuvuta nia yenu na kujionyesha kwamba wakati malaika wa Bwana alipoonekana kwa ndugu Branham tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946, alimuona kwa mara ya kwanza kwa sura ya kuonekana. Na mbele ya kuingia katika maelezo ya haya, ningetaka nionyeshe kwamba Agano Jipya inaanza pia kama vile inavyomalizika sasa ndani ya Luka sura 1, Luka sura 1 kwenye mstari wa 11, Luka sura 1 mstari wa 11. Na malaika ya Bwana alionekana kwake akisimama upande wa kuume wa madhabahu ya kuchoma uvumba. Mstari wa 12, Zakaria akafadhaika wakati alipomwona, woga ukamshika. 13, malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa sababu maombi yako yamesikiwa, na mengineyo na mengineyo. Ninasoma ndani ya sura 2 mstari wa 9. Luka sura 2 mstari wa 9. Luka 2 mstari wa 9. Na tazama, malaika ya Bwana aliwatokea, utukufu wa Bwana ukawangazia, wakaogopa sana. Mstari wa 10. Malaika akawaambia, msiogope, kwani tazama, nawaletea ninyi habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa watu wote. Mstari wa 13. Ghafla walikuwa pamoja na malaika makutano ya jeshi la mbingu, wakisifu Mungu wakisema, utukufu kwa Mungu aliye juu, na salama duniani katika watu ambao wanampendeza. Tunajua pia kwamba malaika alikuja kwa Maria akamuletea ujumbe. Luka 1 mstari 28. Luka 1 mstari 28. Malaika alikuja kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. Na sio tu hapa, lakini tena baadaye ndani ya Matendo ya Mitume tuna andiko nyingi zinazotuonyesha mambo ya kimaajabu ambayo Mungu aliyotimiza. Matendo ya Mitume kwenye sura 12 kuanza kwa mstari wa 7. Matendo ya Mitume sura 12 kuanza kwa mstari wa 7. Na tazama, malaika ya Bwana alisimama karibu naye, na nuru iling'aa chumbani. Ni lazima sana, na hiyo ndiyo ndugu Branham aliyoweza kusema kulingana na tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 1946, karibu saa 5 za usiku. Alikuwa ameomba, akasimama na kisha kakaa, na hapo hapo nuru ikaingia katika chumba, ikawa ya kung'aa tena zaidi, na akaona kama vile kivuli kinashuka katika nuru hiyo ikigusa mpaka kwenye udongo. Ndugu Branham anaeleza urefu, kilo, sura, maelezo yote. Na malaika wa Bwana akaanza akimwambia maneno haya kwamba usiogope, nilitumwa kwako kutoka uso wa Mungu mweza yote. Na kisha akampatia maelezo
inayohusu kazi yake aus Apostelgeschichte 27 au kutumwa kwake. Nasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 27 Vers 23 mstari wa 23. Apostelgeschichte 27 Matendo ya Mitume sura 27 mstari wa 23. Denn in dieser Nacht ist mir ein Mstari wa 23, erschienen, dem ich kwa maana usiku huu malaika ya Mungu niliye mtu wake ambaye ninamtumikia alisimama karibu nami, akaniambia, usiogope Paulo, sharti usimame mbele ya Kaisari, na tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Mstari 25, basi wanaume, mtie mioyo, kwa sababu ninaamini Mungu ya kama itakuwa sawasawa ilivyoambiwa. Waebrania sura 1 inasema kwamba malaika ni roho zilizo katika kazi ya Mungu zinazotumwa kwa ajili ya kutimiza kazi kwa wale ambao watakaorithi wokovu. Waebrania 1 mstari 14. Ndani ya Ufunuo sura 1 kwenye mstari wa kwanza inaandikwa, Ufunuo sura 1 mstari wa kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi. Naye akatuma kwa malaika yake kuonyesha mtumishi wake Yohana. Ufunuo sura 22 mstari wa 8 na mstari wa 9. Ufunuo sura 22 mstari wa 8 na mstari wa 9. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuona maneno haya, na wakati niliposikia na kuona, nilianguka kuabudu mbele ya miguu ya malaika ambaye alionyesha maneno haya. Mstari wa 9, naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako manabii na wa wale wanaoshika maneno ya kitabu hiki. Abudu Mungu. Nilisoma andiko hizi zote za Biblia nikiwa na hitaji ya kuweza kuweka msingi wa kibiblia. Mambo yote ambayo Mungu anayafanya kulingana na neno lake. Tunayapata yakishuhudiwa ndani ya maandiko matakatifu. Wakati napohusu huduma ya Bwana, sasa angepaswa kuwa na huduma ya nabii. Ninasoma juu ya haya ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 3. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 22, ikilingana na unabii wa Kumbukumbu la Torati sura 18 kwenye mstari wa 5 mpaka 18. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 22. Kwa maana Musa aliwaambia baba zetu ya kama Bwana Mungu atawanyanyulia ninyi nabii toka katika ndugu zenu kama mimi, mumusikie yeye kwa maneno yote ambayo atawaambia ninyi. 23. Na itakuwa kila mtu asiyesikia nabii yule atapotea na kuharibiwa na watu wake. Na hivyo Bwana wetu angepashwa kuwa nabii muonaji, angepashwa kuona ndani ya maono yale ambayo Mungu alitaka afanye katika wakati ule. Na nasoma juu ya maneno haya ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 5 kuanza kwa mstari wa 19. Yohana sura 5 mstari wa 19.
ihnen Basi Yesu akajibu akawaambia, wahrlich, wahrlich, ich kweli sage, kweli ninawaambia ninyi, der Sohn vermag von mwana hawezi kufanya neno kwa yeye mwenyewe tu, zu tun, als was den Vater lakini anafanya kama anavyoona Baba kufanya, was jener tut, das tut kwa sababu yote anayofanya Baba auch in gleicher Weise. yule mwana anayafanya vile vile. Habt ihr mitgehört oder mitgelesen? Mumesikia haya au kusoma hii pia, yale ambayo Baba anafanya. Na manabii walikuwa waonaji, walikuwa wakiona matokeo ndani ya maono, nao walikuwa wakisikia sauti ya Bwana. Ninasoma kwanza kwa mstari wa 20 sasa. Mstari wa 20, Yohana sura 5. Maana Baba anapenda mwana na anamwonyesha yote anayofanya yeye mwenyewe, na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamwonyesha, ili ninyi mshangae. Kwa hiyo mwana wa mtu ndani ya huduma yake, yeye kama vile nabii angepaswa kungoja ili Mungu amwonyeshe na amfunulie yale ambayo yangepaswa kufanyika na yale ambayo angepaswa kusema. Wakati malaika wa Bwana alipokuja kwa ndugu Branamu, akajilinganisha na Biblia, akasema hesabu nyingi za andiko za Biblia. Akaanza na Injili ya Yohana sura 1 pamoja na matokeo kama vile tunavyoyasoma kwanza kwa mstari wa 40. Injili ya Yohana sura 1 mstari wa 40. Yohana sura 1 mstari wa 40. Mmoja wa wale wawili waliosikia Yohana na kumfuata alikuwa Andrea, ndugu ya Simoni Petro. Mstari wa 41. Huyu akakuta kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumeona Masia, maana yake Kristo. Mstari wa 42. Akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, wewe ni Simoni mwana wa Yona, utaitwa Kefa, maana yake jiwe. Hiyo ndio ilikuwa kukutanana ya kwanza ya Bwana pamoja na Simoni. Mbele ya kumwambia hata jambo, Bwana akamwambia, wewe ni Simoni na wewe ni mwana wa Yona. Na kisha malaika akasema mfano wa pili, nikisema mfano wa Filipo na Nathanaeli, kama vile tunayaona ikionyeshwa katika mstari unaofuata. Nasoma kuanza kwa mstari wa 47. Yohana 1:47. Yesu aliona Nathanaeli akikuja kwake, akasema juu yake, tazama Mwisraeli kweli, hana hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, unanijua jinsi gani? Yesu akamjibu akamwambia, ilipokuwa Filipo haja kuita bado, wakati ilipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Alikuwa mwonaji, alikuwa nabii, na huduma hiyo ndiyo iliyokuwa ikiweka waandishi kuwa na kasirani. Pia mawazo yao, pia mania zao zilikuwa vificho hata mbele ya Bwana. Na Bwana alikuwa akiwaambia, kwa sababu gani mko na mawazo mabaya katika mioyo yenu? Bwana wetu angeliweza kusema, akiambia wanafunzi wake, mwende katika kijiji na mtakutanana na mtu aliye na mtungi wa maji, mumwambie, mwalimu amesema kwamba kwako
nitasherekea karamu ya Pasaka, angeweza kuambia Petro, tupa ndoano samaki ya kwanza itakayokuja, uifungue kinywa na utapata pesa ndani, uikamate na ulipe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mathayo 17:27. Na kisha malaika wa Bwana akasema pia, Yohana sura 4, ni kusema mazungumzo pamoja na mwanamke kwenye kisima. Na pamoja na maneno haya, wakati alikuwa akiyasema, akampatia maelezo haya kwamba Bwana kwa amesema katika wakati ule kwamba usiende kwa mataifa, lakini uende kwa kondoo zilizopotea za nyumba ya Israeli, kulingana na Mathayo 10:5 na 6. Na Bwana akatoa alama hizi za Masia, alama za unabii zilizokuwa kwa Wayahudi na Wasamaria na si kwa mataifa. Na malaika akaeleza kwamba mwisho wa wakati wa mataifa ulikuwa umefika, na ilikuwa ndiyo alama ya Masia, nayo itapewa kwa kanisa kama vile alama ya mwisho, kama vile ilivyokuwa kwa Wayahudi na kwa Samaria. Mnajua yote habari hiyo. Yesu alisema akiambia mwanamke kwenye kisima, wende ute mume wako. Akajibu, sina mume. Akamwambia, una haki ya kuyasema, una haki ya kusema kwamba sina mume, kwa sababu ulikuwa na watano na yule ambaye uko naye sasa si mume wako. Akamwambia, Bwana, ninaona kwamba wewe ni nabii. Hiyo yote ndani ya Yohana sura 4 mstari 15 mpaka 19, na kwenye mstari wa 25 ya Yohana sura 4 tunasoma 25. Yule mwanamke akamwambia, ninajua Masia anakuja anayeitwa Kristo. Kama yeye atakapokuja atatuambia maneno yote. 26. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Kama vile imesha kusemeka hapa sasa hivi, waandishi walikwazwa juu ya maneno haya, na hapo sasa wakakufuru. Na Yesu akasema makufuru yote itasamehewa kwa watu, na pia ile inayofanyika juu ya mwana wa mtu nayo itasamehewa, lakini kukufuru Roho Mtakatifu haitasamehewa hata kamwe. Kama sasa Roho Mtakatifu alitenda na kufanya kazi ndani ya kizazi chetu kwa namna hiyo moja, kama vile wakati ule ndani ya huduma ya Bwana, ni kusema sasa utukufu wote unakuja kwa Mungu wetu na sio kwa vyombo ambayo iko vyombo vyepesi vinyonge ambavyo Mungu alivyochagua, lakini pamoja na Mungu ni hivyo tu, anakabata kile kilicho kinyonge sana ili aweze kujifanya kuwa chombo cha utukufu wake. Natumaini kwamba hii itatosha kwa ajili ya wakati huu. Ingine inayobaki tutayaona na tutaweza kuyasikia tena baadaye. Akose tena ndani ya nabii Danieli, kwa maana mtaona kwamba ndugu Branamu naye alikuwa mdhaifu wakati alipokuwa ameona maono na wakati kitendo cha kimaajabu cha Mungu kilipokuwa kikianza. Ndani ya nabii Danieli tuna ndani ya sura 3 zinazofuatana, sura 8, sura 9 na sura 10. Tuna maelezo ndiyo ya malaika kutembelea Danieli. Danieli sura 8 mstari wa 15. Danieli sura 8 mstari wa 15. Na ilikuwa wakati hata mimi Danieli nilipokwisha kuona maono nikatafuta kuyafahamu, na tazama akasimama mbele yangu mmoja kwa mfano wa mtu. Malaika karibu wote wanakuwaka na sura ya mtu, ila makerubi na maserafi ndio wanakuwaka na aina ingine, lakini malaika wanakuwaka na sura yetu. Na hapa tunaambiwa kwamba alikuwa na sura ya mtu au mfano wa mtu. Nasoma kwenye sura 9, Danieli sura 9 mstari wa 21.
Ndiyo, wakati nilipokuwa nikisema katika maombi, mtu yule Gabrieli ambaye nilimwona katika maono ya kwanza akarushwa upesi, alinigusa karibu na wakati wa toleo la magharibi. Ndani ya sura 10 mstari wa 4 tunasoma, katika siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, wakati nilipokuwa kando ya mto mkubwa ulio Hidekeli. Hidekeli ndiyo mto Tigre leo. Pia Tigre ndiyo Iraki ya sasa. Kwenye mstari wa 5, nikanyanyua macho yangu nikaangalia, na tazama, mtu aliyevikwa kitani, viuno vyake vilivyofungwa na dhahabu safi ya ufasi. Na kisha kuna kuja maelezo yote kwenye mstari wa 7, inasema mstari wa 7, Danieli 10, nami Danieli peke yangu nimeona maono haya, maana watu waliokuwa pamoja nami hawakuona maono. Lakini kutetemeka kukubwa kuliwaangukia, wakakimbia kwa kujificha. Mtu anaendelea kusoma ataelewa kwamba Danieli aliweza kuwa na maumivu mingi kwa siku nyingi. Kwenye mstari wa 10 inaandikwa, natazama mkono ukanigusa, ambao uliniweka juu ya magoti yangu na juu ya vitanga vya mikono yangu. Ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya kulikuwa vitendo vya kimaajabu vya Mungu, na tunashukuru kwa ajili ya hiyo, kwa maana mengine yote au mambo mengine mengi tunaweza kuyafanya sisi wenyewe, lakini kuna mambo ambayo Mungu yeye mwenyewe anaweza kufanya. Na waza sasa kuhusu mwezi wa kwanza mwaka 1915 wakati ndugu Branham alipozungumzia watu wengi huko Houston na kusanyiko kubwa ilikuwa imefanyika huko. Alikuwa ameeleza kwamba wakati alipokuwa akiombea wagonjwa kwamba nuru ya kimaajabu ilionekana juu ya ndugu au juu ya dada, juu ya mwanaume au juu ya mwanamke ambaye angepasha kuombea. Na sasa ilikuwa na momba aweze kuwa makini kwa yale ambayo alikuwa akionyeshwa na kwa yale ambayo alikuwa akiambiwa. Lakini wakati nuru hiyo, na mtaweza kuyaona jioni hii ndani ya mahubiri hii ya video, wakati nuru ilipokuwa ikikuja juu ya mtu, alikuwa akijua kwamba yule ndiye mtu ambaye Mungu anatumikia katika wakati ule, kwa wakati huo ambaye Mungu alitaka aweze kutumikia, lakini watu hawakutaka kuamini. Na tazama, Reverend Dr. Best, mhubiri wa mbatizo wa mji wa Houston, akaalika watu wa mahabari, na kisha mheshimiwa Kipperman na mheshimiwa Ayers kama vile wapiga picha wa habari. Hizo kamata picha nyingi sana, na ndugu Branham hakupata sehemu katika mabishano yao, lakini akapanda juu ya madhabahu akasema maneno fulani tu. Na wakati alipokuwa akisimama mbele, hii picha ikakamatwa. Hii mnayojua nyote hapa kwa namna iliyo njema, iliyo juu yake nuru ya kimaajabu juu ya kichwa cha mtu wa Mungu. Karibu saa 6 za usiku walikuja kwake kwenye hoteli, wakamwambia kwamba nuru ya kimaajabu ilikuwa juu yako. Wakimuuliza kama alikuwa akijua, akajibu, ninajua haikufika kwa ajili yangu, lakini kwa ajili yenu ninyi ambao msioweza kuamini. Na kisha kukakuja siku ya kipekee sana. Ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa pili mwaka wa 1963 wakati wingu ya kimaajabu iliposhuka, ndani yake mlikuwa malaika 7. Nilileta kwa nia njema hii magazeti ya mahabari
ya Kimarekani. Tazama hii magazine Science ikiwa na hii wingu ya kimaajabu kwenye ukurasa wa kwanza, na picha hii maneno iliyo ndani. Nilileta pia Life magazine, tunayaona pia Rockefeller pamoja na mke wake mpya kwenye hiyo karatasi ya kwanza, na hapa wingu na pia maelezo mafupi ikatangazwa. Nda hiyo moja ya mahabari ya kila juma ya Marekani ndani ya magazine Life ya tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 1963. Hatuna hitaji ya kuweza kuunda mambo. Tuna kazi moja, ni ya kusema kwa kweli na kwa uhakika, tukiambia wale wote wanaotaka kuweza kusikia kwamba Bwana Mungu alitenda kwa namna ya kimaajabu ndani ya kizazi chetu. Na tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka wa 1933, wakati mtu yule mhubiri kijana wa Mbatisti alipokuwa amewekewa mikono, alikuwa akifanya kampeni yake ya utangazaji wa habari njema, na mamia ya watu walibatiziwa kwa namna ya Biblia siku ya kwanza ya juma hiyo ndani ya mto Ohio. Na wakati alipokuwa tayari kuweza kubatiza mtu wa 17, akaomba, Bwana, kama vile nabatiza kwa maji, basi wewe nami uweze kunibatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na ikafika pia hiyo wingu au nuru ya kimaajabu ikashuka, ikaonekana kwa zaidi ya watu 4,000. Watu wakapoteza ufahamu, wakaanguka, wengine wakaomba, wengine wakajiuliza hii inamaanisha nini? Na sauti iliyotoka katika hiyo nuru ya kimaajabu iliyosikilikana maneno na haya, ikasikilizisha maneno haya, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa mbele ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, na vile vile na wewe utatumwa na ujumbe ambao utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Mimi mwenyewe katika mwezi wa 3 mwaka 1966 niliona karibu watu 10 au 14, na hiyo inaweza kuwa karibu watu 12 walionyosha mikono wakati walipouliza ndani ya kusanyiko kubwa kama kuna mtu mmoja aliyekuwa pale hiyo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka wa 1933, wakati wa hiyo kitendo cha kimaajabu. Na kama vile nilivyosema, hatuwezi kuhesabia wote, lakini ilikuwa karibu watu 10 au 15, lakini wote wakasimama wakanyosha mikono yao, na Mungu alitenda, alizungumuza. Ninasoma tena shairi moja ndani ya nabii Isaya, shairi inayorudilia tena katika barua ya Waroma. Ilisemeka, Bwana, nani aliyeamini mahubiri yetu, na nani mkono wa Bwana ulifunuliwa kwake? Isaya 53 mstari wa kwanza, Waroma 10 mstari wa 16. Acha Mungu aweze kutubariki na awe pamoja nasi. Na kama mtu fulani haelewi kitu fulani, Mungu ana uvumilivu pamoja na sisi sote. Nasi pia hatuweza kuwa na kuelewa yote kwa mara moja, lakini muweze kuacha mambo yaweze kubakia kwa mikono ya Mungu, na muweze kuomba mpaka muweze kupokea nuru. Lakini Bwana atubariki sasa. Inayohusu namna gisi mahubiri ya video itaonekana, mkumbuke kwamba kwa mwanzo wa mwaka wa 15 mambo ya tekniki ilikuwa inaanza sasa, na hivyo sasa aina ya video iko mbali sana na gisi tunayoyajua leo, lakini iko na tofauti kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu mahubiri 300 haina hata kilo ya mahubiri haya. Tunashukuru Mungu sana. Hali yake jinsi ilivyo haituhusu, lakini hayotuhusu ni kwamba yale ambayo Mungu aliyotimiza na kufanya, hiyo inakuwa na umuhimu kubwa sana.
Sasa heri mtu ambaye anayeweza kubaliana na yale ambayo tuliyosoma ndani ya Mhubiri, kwamba yote ambayo Mungu anayofanya yanadumu milele na milele. Hakuna kitu cha kuongeza juu yake wala kupunguza juu yake. Mhubiri 3:14. Mungu atubariki sisi sote, amina.